Kiangalia taasisi yetu tunajishughulisha na wanafunzi wetu ni wa shahada ya uzamili na uzamivu. Sasa hizi ni shahada ambazo ili uweze kuja kusoma unahitaji uwe na mfadhili. Na masomo ambayo sisi tunalenga kwenye taasisi yetu yanagusa sayansi, teknolojia, uhandisi, hesabu na ubunifu. Ni masomo ambayo yanahitaji pesa nyingi. Sasa ili uweze kuja kusoma Nelson Mandela inabidi uwe na mfadhili. Ndio maana sisi tumejikita kulenga kutafuta fedha ili tuweze angalau tukiweza kupata hizo fedha tusomeshe 2 wa shahada za uzamivu na 3 wa shahada za au msimu wa 3 na msisimko mkubwa kama unavyoona msimu wa 3 ni tofauti na msimu miwili. Msimu wa 3 na msisimko mkubwa na una hamasa kubwa na kwa sababu mgeni rasmi waziri wetu wa elimu Profesa Mkenda ameahidi kuja, anaongeza msisimko zaidi. Lakini vile vile hii awamu ya 3 ina msisimko zaidi kwa sababu tumepata uzoefu wa jinsi ya kuweza kuendesha hizi mbio za Nelson Mandela. Kwa hiyo tunawakaribisha wananchi waje kushiriki ili wachangie katika kuwasomesha watoto wa kike na wale wengine wenye mahitaji maalum. Wanatoka sehemu mbalimbali ndani na nje ya mkoa wa Arusha. Mimi kuna marafiki zangu wa Dar es Salaam wananifollow huko, wanasema watakuja na wengine wanatoka mikoa mbalimbali wameahidi kwamba watakuja. Kwa hiyo na kuna wengine ambao wanatoka nje ya Tanzania na wenyewe wameahidi kwamba watakuja. Kwa ushiriki huu ni wa watu wengi kwa sababu taasisi yetu unajua ni taasisi ya kimataifa ya kikanda. Kwa hiyo kutakuwa na washiriki wengi kutoka ndani na nje ya Tanzania. Vile wanafunzi wetu ni wanatoka kwenye nchi mbalimbali za Afrika nao watashiriki. Tena nimemwona rais hapa, shiko wapi rais wa makamu wa si unaona huyu ni makamu wa rais wa serikali ya wanafunzi kwenye jimbo lake ana wanafunzi wa nje ya nchi watashiriki. Asante sana. Labda tuanze na mpaka sasa hivi idadi, kwa sababu bado wanaendelea kujisajili online, hatuwezi sintakuwa na updated status ya sasa, lakini mwitikio ni mzuri na tunapongeza, lakini bado kits bado zipo, na uzuri ni kwamba kama mlivyoona tumefanya official launching ya kits zetu. Mara misimu mingine tulikuwa saa nyingine unaweza kukuta mnachelewa kupata kits, lakini sasa hivi tumekuwa na kits zaidi ya wiki 2 kabla ya mbio kuanza. Kwa hiyo sasa hivi mtu akilipa anapata kit kwa wakati na bila kuchelewa. Nijibu swala la location. Mbio za Nelson Mandela, mbio zote 4 zitaanzia campus ya Tengeru hapa tulipo na zitaishia hapa. Kwa hiyo routes zake zimepimwa kiasi kwamba kuna mahali wataenda na kurudi kumalizia hapa. Kwa hiyo zote zitaanzia hapa na finish line pia ni hapa hapa. Kwa habari ya gharama, mbio zote zinagharimiwa kwa shilingi 35,000 na katika 35,000 hiyo tuna zawadi za jumla ambazo za washiriki wote, ni pamoja na kiti ya mshiriki, lakini pia na medali alizozizindua makamu mkuu wa taasisi ni za wakimbiaji wote, regardless kama umekuwa wa kwanza ama umekuwa wa mwisho, lakini zile ni zawadi za jumla za washiriki wote. Lakini pia pamoja na zawadi za jumla tunazo zawadi maalum kwa wale watakaofanya vizuri zaidi. Kwa hiyo tumetoa zawadi za mshindi wa kwanza mpaka wa 5 kwa watoto kilomita 2.5, lakini pia kwa makundi yote mawili, watoto wa kike na wa kiume wanapata zawadi hizo. Lakini tunazo zawadi kwa makundi hayo kwa kilomita 10 na 21, wa kike na wa kiume, lakini pia tuna zawadi kwa makundi maalum kama watakuwepo. Kilomita 5 hatujaweka zawadi, ni kwa sababu hizo tumefanya ni fun run, sio kwa ajili ya ushindani.
lakini kilomita 2.5 tumezingatia kwa sababu hizo ndizo standard za hao wa umri huo. Kwa hiyo wao wanajiandaa kuwa wanariadha ama watakuwa wakishindana kweli kweli. Kwa hiyo 21 tutatoa zawadi, kilomita 10 tutatoa zawadi, tutaskip kilomita 5 kwa ajili ya fun running na kusupport initiatives ambazo zinazotusukuma kufanya hiki tunachokifanya. Kigezo cha kwanza ni mshiriki mwenyewe kujipima, kwa sababu unapofanya usajili unajitathmini mwenyewe na kujiassign kwamba unataka kukimbia mbio zipi. Kwa hiyo kama ukijipima ukiona unaweza kucompete na kilomita 21, uwanja ni wa kwako. Lakini kwa hiyo kila mtu anajiassess mwenyewe, sisi hatumpangii mtu mbio. Kwa hiyo hicho ndicho kigezo kikubwa tunachokitumia. Labda niseme pia ambacho sikukitaja, liuliza swala la muda. Muda nafikiri ni saa 12. 21 tutaanza saa 12:30, lakini mbio zingine tunaanza saa 1 kamili. Saa 1 kasorobo mpaka saa 1 kamili. Mbio za kilomita 21 tunaanza nusu saa kabla, kwa sababu wao ruti yao ni ndefu, ili kusudi tusifike tukawasubiri muda mrefu. Na kila mshiriki ana namba ya utambuzi. Kwa hiyo kila mshiriki anapewa namba ya kukimbia, na hiyo ndio tutakayotumia kujua nani amefika saa ngapi, na kujua wale wa kwanza watatu ambao wanastahili kupewa zawadi. Na namba zao zote zinatofautiana, lakini pia na routes zinatofautiana. Si wote wanaokuja kukimbia wanakuja kwa sababu ni wanariadha, lakini tupo tutakao kuja kukimbia kwa sababu tunataka kusupport lengo la uanzishwaji wa Nelson Mandela Marathon, ambalo kama tulivyomsikia mgeni wetu rasmi leo ametuhakikishia kwamba lengo kubwa ni kusupport na kulipia gharama za masomo kwa wanafunzi wa kike ama wanawake wanaotaka kufanya masomo ya elimu ya juu. Ni wazi kwamba ushiriki wa wanawake katika elimu ya juu sio mzuri sana ukilinganisha na levels za chini. Kwa hiyo sasa mbio za Nelson Mandela Marathon zimeanzishwa kwa ajili ya kuhamasisha hilo kundi na kuliwezesha ili waweze kufanya vizuri pia katika level ya masters na PhD kama alivyosema. Na kwa kwanza tulisema malengo yetu kwa marathon hizi 2-3 tulizozifanya. Marathon ya kwanza ilikuwa zaidi ni kujitangaza na kuleta awareness ya kwamba ni nini tunachokifanya, lakini ya pili na ya tatu tunalenga kukusanya kama alivyosema mgeni rasmi zaidi ya milioni 200 kwa ajili ya kusapoti wanafunzi 5 kwa kuanzia, 3 wakiwa wa masters, lakini wawili wa PhD. Sasa niwakaribishe sio wanariadha tu, lakini niwakaribishe wananchi wote kwa ajili ya kushiriki, wakilenga wale wanariadha watalenga ushindani, lakini wale wasiokuwepo wanariadha watalenga kusapoti juhudi za kusapoti watoto wa kike katika masomo ya elimu ya juu ya sayansi Nelson Mandela. Karibuni sana. Kwa hiyo kama hujajiandikisha ama hujajisajili, nafasi bado ipo. Na tunazo njia 2 ama 2 za kujisajili, online na offline. Online unaenda www.nmaist.ac.tz. Hiyo ni unaunganishwa moja kwa moja kwenye tovuti yetu na kujisajili, lakini pia unaweza ukajisajili offline kwa kufata maelekezo yaliyopo kwenye vipeperushi vyetu na matangazo yetu, ambapo kuna namba za lipa namba, lakini pia account namba ya CRDB kwa ajili ya kufanya malipo. Ukishafanya malipo, maelekezo yanajitosheleza kwenye vipeperushi, unatuma maelezo yako kwa maana ya kuidentify mbio unaenda kilomita ngapi, lakini pia utatuambia t-shirt unavaa ya size gani, tunakuelekeza mahali pa collect kit yako. Kwa majina naitwa Alena Nehemia Mhenuthi, ni makamu wa rais wa serikali ya wanafunzi katika taasisi ya Afrika ya sayansi na teknolojia ya Nelson Mandela.
Nimefurahi kushiriki msimu wa 3 wa Nelson Mandela Marathon. Kwanza, kukimbia ni afya. Tunajua takwimu za afya zinaonyesha tatizo la magonjwa ya kuambukiza linaongezeka, na hii kwa sababu watu wengi hatufanyi mazoezi. Kwa hiyo kushiriki kwenye marathon ni sehemu mojawapo ya kufanya mazoezi na kupunguza riski za kupata magonjwa yasiyoambukiza. Lakini cha pili ni dhima ya mwaka huu. Tunajua watu wengi wanatamani kusoma masomo ya elimu ya juu, yani masters na PhD, hasa wanawake na wasichana, lakini kulingana na gharama wanashindwa kumudu. Kwa hiyo dhima ya mwaka huu pia, na mimi ikiwemo miongoni mwa wasichana au wanawake, nimevutiwa na dhima. Kwa hiyo natamani kuwa miongoni mwa wanaoshiriki kuinua na kusaidia wanawake na wasichana kutimiza ndoto zao, hasa katika kujiendeleza kielimu. Mimi pamoja na serikali ya wanafunzi tumejipanga. Kwanza, viongozi wote tayari wameshalipia, mawaziri wote wameshalipia, Mheshimiwa Rais na yeye alikuwa mstari wa mbele kabisa. Kwa hiyo serikali nzima tumeshalipia, tumehamasisha na wanafunzi wenzetu wameshalipia, miongoni ni hawa walioko hapa, lakini tuna wanafunzi pia kutoka nje ya nchi na wenyewe pia watashiriki. Kwa hiyo sisi kama serikali ya wanafunzi tumejipanga, ushiriki huko vizuri. Tumefanikiwa pia kupitia kuhamasisha kwenye vyuo vya wenzetu karibu. Tumeenda TICD, tumeenda chuo cha Tumaini, tumeenda Arusha Technical, tumeenda Sauti. Kwa hiyo tumehamasisha na wanafunzi wenzetu wa vyuo vya karibu pia wametuunga mkono, kwa hiyo tutakuwa nao. Okay, kwa majina naitwa Flavian Mbinda, ni mwanafunzi wa Nelson Mandela, lakini pia ni waziri wa michezo wa Nelson Mandela. Karibuni katika Nelson Mandela Marathon, ambayo siku ya leo tumefanya uzinduzi wa kit kama ambavyo mmeshuhudia. Kwa hiyo tunawakaribisha sana kwa kushiriki. Okay, kwa kitu cha kwanza ni michezo, kama alivyosema mwenyekiti wa michezo kwamba michezo ni furaha lakini ni afya. Kwetu sisi michezo ni connection, michezo ni network. Tunatengeneza networking, lakini nje ya networking tunatengeneza ushiriki, kama ambavyo simu ya Nelson Mandela Marathon inasema kwamba lengo letu kubwa ni kupata wadhamini. Kwa hiyo ushiriki wa watu wengi unavutia wadhamini kwa ajili ya kukamilisha lengo letu la kuwasomesha watu kupata sponsorship. Wito wangu ni kwamba watu wajitokeze kwa wingi, waweze kuchukua kiti, walipie ili waweze kushiriki, tupate washiriki wengi ili tuweze kuvutia wadhamini wengi. Ndugu waandishi wa habari, kwanza Nelson Mandela ni mbio ya kipekee na ni mbio ya mfano ndani ya mkoa wa Arusha na Tanzania kwa ujumla, kwa sababu lengo la mbio, kuendesha mbio msimu wa pili, ni kukusanya pesa kwa ajili ya kuwasaidia watoto wa kike wanaokwenda kusoma elimu ya juu. Kwa hiyo hilo kwanza lina mshiko, lina wigo mpana katika tasnia ya riadha, kwa sababu unajua Simbu akufika kuwa mwanariadha bingwa duniani, bali alikuwa na support kutoka shule ya Winnie Spirit. Na leo Nelson Mandela imeanzisha marathon kwa ajili ya kuwasaidia watoto wa kike katika elimu ya juu. Kwa hiyo ndugu waandishi wa habari, mbio hii ni za tofauti na mbio zingine zote Tanzania. Mkuu wa shule, makamu na uongozi niwapongeze kwa hilo. Kwa hiyo hiyo ndio tofauti ya mbio. Nelson Mandela Marathon, ukizingatia ni mbio ambayo njia zake zote zimepimwa na mtaalamu anayekubalika na shirikisho la riadha Tanzania na duniani. Kitu cha kwanza. Kitu cha pili, wana mbio za watoto za kilomita 2.5, ambayo hizo mbio sio fani, ni kuibua vipaji. Atakayekimbia kilomita 21 hajue kwamba anakimbia katika mbio ambayo imepimwa, ina vigezo na ina masharti yote, kwamba hata anapokwenda kwenye mbio nyingine kubwa duniani, unapotoa result ya kukimbia Nelson Mandela, kwamba inajulikana ni mbio iliyokidhi vigezo na masharti.